Maana nimeshawasikia eti wanasema wao wanataka kufanya maandamano kwa ajili ya kumtoa Tundu Lissu. Unajua unaweza ukawa mjinga kwenda kurudi sio mjinga tena. Mimi nasema nchi hii mimi ningekabidhiwa hata dakika moja tu. Yaani angenikabidhi Mama Samia asema kaa hapa dakika moja. Sijui kama wale watu wangekuwepo. Sisi moye. Wamemkuta ndugu yetu mpendwa Dr. Samia mpole, mnyenyekevu, msikivu, mara anawasikiliza, wakisema hivi amewasikiliza, mara amewafungulia walikuwa jela, mara ameenda kunywa nao vichai kule Ikulu, alafu wanarudi tena wanamtukana. Mliona inawezekana nyinyi huko haikuwapitia labda huku Migori, lakini maeneo waliofikiwa kwenye uchaguzi ule wa tarehe 29 hawana hamu. Hicho kilichotokea, hawana hamu. Hatufurahi, lakini tunasikitika kwa sababu wako ndugu zetu ambao walipoteza maisha kutokana na watu wachache ambao waliandaa mipango na mikakati yao ya kuiharibu Tanzania. Matokeo yake watu wakapata madhara makubwa. Chama chetu kikapata madhara, baadhi ya majengo yalichomwa moto. Baadhi ya vyombo na vitu vya watu binafsi vilichomwa moto. Baadhi ya vitu vya serikali vilichomwa moto. Hasa ukiangalia hiyo ni siasa ya aina gani? Ni siasa ya aina gani? Hatujazoea siasa za namna hiyo, uongo kweli? Hatujazoea sisi. Tumezoea kila mmoja anaeleza jambo lake hapo, mkimaliza mnapiga kura mnaondoka. Aliyepatikana hewala tunasubiriana tena miaka 5. Lakini wenzetu hawa wanaotumika huko nje wanataka kutuharibia taifa letu. Tuwakatae. Haya tunayozungumza hapa kwamba tumchague Mtatifikolo, kama hakuna amani uchaguzi utakuwepo?